Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ikiwa imempendeza Kristo kuwa mbele yenu. Mimi mtumishi wenu, kwa majina yangu natambulikana kama Alfred Katana. Nimekuja mbele yenu wakati huu na masaa haya kufundishana jambo kidogo. Wapendwa wa Kristo, na ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, ambayo itabaki kuwa kumbukumbu kwa siku na itabaki kuwa kumbukumbu kwa mwezi na itakayobaki kuwa kumbukumbu kwa mwaka wa 2025. Muda si mfupi tu, siku bado kidogo sana tuvuke mwaka kwa utukufu wa Kristo. Si mwingine atakayetupa uwezo wa hakuna mwanadamu wala kitu chochote kilicho chini duniani, kilicho ndani ya maji ama kilicho juu, ikiwe kinaweza kutupa uwezo, bali Kristo peke yake. Ningependa kusema maneno machache ni hivi. Ni kwamba sasa hivi mioyo imejaa uchungu, hofu na wasiwasi, kwa sababu kwa kweli habari za tanzia zimetanda sana ulimwengu. Watu wanakufa, watu wanaenda. Kwa wale ambao wamepoteza ndugu zao, kwa wale ambao wamepoteza mama zao, kwa wale ambao wamepoteza wazazi wao, tunalia pamoja nikisema poleni sana kwa kupoteza watu wenu ama viongozi wenu. Imefika wakati watu ama hata makanisa ama viongozi wa dini wameingiwa na hofu ya wasiwasi. Si ile hofu ya Mungu iliyo ndani ya watu, bali hofu ile ya duniani ndiyo sasa hivi imetanda watu, na hata wengine kufika kiwango cha kwamba hayupo tena katika njia ya sawa, na kwa sababu ya haya mambo, jinsi vile upepo unavyopiga duniani. Natanguliza tu maneno haya, baadaye kuna kitu nitakwambia baadaye mbele yake. Wapendwa, ni kweli upepo unapiga na unavuma sana, lakini ningependa kusema ya kwamba tujipe moyo katika hii safari na kuombeana, na cha zaidi sana kupendana na kutiana moyo katika hii safari. Sio rahisi, bali tukumtegemea Kristo, hakika yote atatuwezesha. Nataka niseme nini? Hii leo ni tarehe 17 mwezi wa 12, ambayo itabaki kuwa kumbukumbu. Wapendwa, sasa hivi kuna wale wanajiandaa kuelekea manyumbani, ni kwa ajili ya msimu wa Christmas. Wengine ni kwa ajili ya kufunga mwaka. Wako wengi wanajiandaa. Kuna wale wanataka kuenda kuona wazazi wao, kuna wale wanataka kuenda kuona watoto wao. Na pia vile vile kuna wale ambao hata wamepigwa na butwaa, kwa sababu imekuwa ni mazoea yao, lakini imefika wakati wazazi wao labda wameondoka, watoto wao wameondoka. Ni kilio. Kuna wengine hata tunaona wanaandika mtandaoni, anasema ya kwamba kuna watu wanajipanga, wanaenda manyumbani kwao, wanaenda kwa ajili ya kufunga mwaka, au wanaenda kuona wazazi wao.
lakini mimi naenda kuona kaburi tu. Ni kweli wanaugua mioyoni. Mimi nawaambia, nalia na nyinyi, na muwe pole. Zaidi ya yote, Mungu awatie nguvu. Biblia inasema lia na waliao, na ucheke na wachekao. Wakati wa kucheka tutacheka sote, na wakati wa kulia tutalia sote. Ujumbe wangu nataka niseme hivi, ya kwamba sisi tulio na wazazi, sisi tulio na watoto, ujumbe unakuja kwenu. Ni kwamba kuna watu wana maisha wakiwa nje ya boma yao, wakiwa nje ya mji wao. Watu wanapitia maisha tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamemtumainia Mungu na wanajua msamaha ni nini, maana wamefundishwa kwa Biblia. Na kuna wale ambao hawajui kabisa kusamehe mtu. Na kuna wale Mungu hajawaita na wanayoyatenda ni kinyume na Mungu. Sasa hao watu ni wawili. Kuna yule yuko na hofu ya Mungu, anaishi nje ya boma yao kwa ajili ya kutafuta. Yeye akiwa anaenda nyumbani, anaenda tu kwa sababu ni nyumbani, na hana hofu wala wasiwasi. Anaenda asalimia wazazi, anakumbatiana na wazazi, anafurahia. Kwanza wakati kama wa kufunga mwaka, kwa kweli watu wamejiandaa kwa sababu ya hizi sherehe. Kuna wale ambao kwa sasa hivi hawajui waende vipi, hawajui waanzie wapi. Ni kwa sababu ya makosa walioyafanya huko. Kuna watu humu matauni wanaishi wapendwa, lakini miaka nenda miaka rudi wanaishi kwa majonzi ya hali ya juu sana, kiwango cha kwamba anakosa faraja. Kwa kweli hakuna mtu anayependa kutokuishi na mzazi. Hakuna mtu anayependa kutoishi na ndugu yake. Lakini inafika vipi wakati kwamba mtu anakosa mawasiliano na mzazi, ama mtu anakosa mawasiliano na ndugu yake? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa msamaha ndani ya moyo wa mtu. Ndani ya moyo wa mtu ukikosa kitu kinaitwa msamaha, na msamaha hakuna jinsi vile utakavyoingia ndani ya mtu, isipokuwa ni mtu uwe na hofu ya Mungu, ndiyo uwe na moyo wa msamaha. Lazima ukubaliane na Kristo. Sasa nataka kuzungumza nini? Enyi watoto ama vijana, msiwe na hofu, wala msione ya kwamba kukosa kwenu ndio mwisho wa maisha. Hapana, nataka niwafundisheni kitu. Unaweza ukawa unaishi mbali na nyumbani, ukawa kuna kosa ulilofanya, isifike kiwango cha kwamba uwezi ukafika nyumbani. Hapana, shuka chini, unyenyekee mbele za Mungu na uende pale pale ulipokosa, maana mzazi ni mzazi na atabaki kuwa mzazi. Na mzazi hata kuacha, atakupokea vile vile ulivyotoka, ndivyo atakavyokupokea kwa wewe kuomba msamaha na kushuka na kunyenyekea. Pia hivyo mzazi, mtoto anapokuja kwako, kwanza sisi wazazi inatufaa tuwe na mioyo ya nyama. Tuombe Mungu zaidi atupe mioyo ya kukubaliana na watoto, kukubaliana na familia zetu kwa kila hali. Kwa sababu gani? Kwa kweli watu wanaishi
maisha ya laana, wanaishi maisha ya kuhangaika. Hata ningependa kutuma ujumbe huu kwa wazazi. Ikiwezekana, fuatilia mtoto wako akiwa yuko mbali na nyumbani. Akija nyumbani, muulize kana mtoto wako, muulize hali ya kimaisha, anaishi vipi, anaishi kwa njia gani, anaishi kwa hali gani. Inaweza kama mtu amefika mwisho tu, ni bado sasa amue maamuzi ambayo sio, lakini anapokaa na wewe na kumshauri kama mzazi, akakosa kufanya yale matendo ambayo hayangestahili na akafuata njia nzuri ambayo umemwelekeza kama mzazi. Watoto wanakuja kwenu, wanafunga mwaka na nyinyi. Jaribuni kukaa nao na kuwashauri jinsi watakavyoishi katika maisha. Zaidi ya yote, uwe ukimwombea na kumwelekeza katika maadili. Maana kwa wewe kumwelekeza, ndipo hapo atabarikiwa, na kile atakachokipata ni kwa ajili ya wakati atakumbuka pia na kukuletea pia wewe kama baraka, na utakula utakunywa kwa sababu ya ule ushauri wako wa njia ya Kristo, kwa kukaa na mtoto kumwelekeza katika njia ya sawa. Wapendwa, hili jambo unaweza ukalichukulia tu rahisi vile utakavyofikiria, lakini kwa kweli kuna watu kule wanakotafuta wanaishi maisha ya shida. Inafika mahali mtu anafungiwa nyumba, afika mahali mtu analala nje, inafika mahali mtu anakosa hata chakula. Na kuna tabia moja sisi kama watoto wa kiume ambayo pia saa zingine tunakuta inatupa nafasi sisi wenyewe wa kuzidi kukomaa, ile wakati mwingine mtu asiposimama zaidi ama kumtanguliza Mungu mbele, hufika wakati akakwama. Kwa sababu si mara nyingi mtoto wa kiume kushare mambo yake ya maisha kiurahisi. Si rahisi. Kwa hiyo ujumbe huu kama wazazi uwafikie jioni hii ya leo, tarehe 17 Disemba mwaka wa 2025. Ujumbe nitauendeleza baadaye. Sasa nataka tu tusome vitabu. Nitaueleza ama nitakuja kufundisha tena siku zijazo, ila kwa sasa hivi nataka nikupe tu vitabu viwili. Kitabu cha Luka 15, tunaangalia pale mtoto mpotevu ndiyo alifanya yote, akaenda mbele za babaye, akamkosea babake kabisa, lakini ikafika mahali akagonga mwamba. Hii ni sehemu yetu sasa sisi vijana, ama nyinyi vijana. Usione umekosa ukaona ndo mwisho wa maisha. Usione umekosa ikaona kwamba hauwezi kuenda kwa mzazi na kuomba msamaha. Usione umekosa ukaona ya kwamba haiwezekani tena. Hapana. Pale pale umekosa, rudi pale pale na ukaombe msamaha, na baba yako wa mbinguni atakusamehe. Nataka tusome hiki kitabu tufundishane kinachosema hivi. Kitabu ni cha Luka 15 mstari wa 11. Nasema hivi: akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. 12 nasema hivi: na yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu
ya mali inayoniangukia akamgawia vitu vyake. Nitarudia tena. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Huyu mtoto ama huyu mzee alikuwa na wana wawili, kama Biblia vile inavyotueleza. Mtoto ulikuwa kuna mkubwa ambaye amezidi umri yule mdogo. Sasa huyu mdogo ndo akamwambia babake, nigawie sehemu ya mali. Na ile 12 ikasema ya kwamba yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Biblia inaniambia kwamba mtoto huyu mdogo alipomwambia hivyo babake, ni kwamba babake, Biblia inasema ya kwamba alimgawia vile vitu alivyokuwa anataka, ile sehemu ya mali. 13. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Hizi mali alizopewa na babake, hakuna vile jinsi alivyozifanya, ama hakuna kile kitu alichokifanya kimuridhishe Mungu, bali alitumia hii mali kwa usherati. Alitumia hii mali kwa sababu ya mambo yake ya anasa. Hakufanya kitu ambacho kilimuridhisha Mungu. 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Alipomaliza hizi mali alizogawia, Biblia inatuambia kwamba njaa iliingia hiyo nchi aliyokuwepo, na akaanza kuhitaji mahitaji yake, kwa sababu mali zake alikuwa amemaliza kwa sababu ya mambo ya anasa na usherati. Akakumbwa na njaa. Huko nchi aliyokimbilia, akamaliza mambo zake, akamaliza mali zake alizogawia na babake, kwa yeye mwenyewe kuziitisha pasipo baba kumpa kwa hiari yake. Alipomaliza, njaa ikaingia, akakosa mpaka kitu cha kula yeye mwenyewe. 15. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Baada ya kushindwa na maisha ya hiyo nchi aliyoiendea na mali zake, baada ya kuisha, ndio akapatana na mwenyeji wa kule, ndio akampa kazi ya kulisha nguruwe. 16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda
waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Maganda yaliyokuwa chakula cha nguruwe, hicho ndicho kilikuwa chakula chake, baada ya yeye kumaliza mali zake na usherati na anasa. Huyu ni mtoto wa mtu naongea naye hapa. 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Ilipofika wakati wa kwamba yeye sasa imekuwa anakula chakula na nguruwe, ndio ikafika wakati sasa akajiuliza, akijisemesha yeye mwenyewe, ni watumishi wangapi wanakula chakula kwa baba? Akijisemesha mwenyewe kwa maisha yake aliyoyawekea msingi kwa kutumia mali zake na mambo ya anasa. 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Mtoto alichukua hatua na kujishauri yeye mwenyewe, akakataa kwanza maisha yale anayoishi, akajikumbuka, mimi ni mtoto na nimekosa. Akasema ya kwamba nitarudi kwa baba, nikwambie kwamba nimekosa juu mbele za mbingu na mbele yako nimekosa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ni mtoto amekosa, ni wewe umekosa. Haifai ujikubali kuishi kwa hayo makosa ambayo ulikosa. Jikumbuke mahali ulipo, usiishi mateso kana kwamba huna wazazi. Kumbuka una wazazi, kumbuka una kwenu. Fikiria ni wapi unafaa urudi. Mahali ulipokosa, rudi pale pale, kama jinsi mwana mpotevu alivyosimama kwa mawazo yake kujikubali kwanza. Naomba niwe naongea na mtu wakati una masaa haya. Unisikilize kwa makini sana, isije ukaishia tu kuzikwa na wazazi wako wasijue umezikwa wapi. Usione kwamba maisha yako ya kukosa ukaona kwamba ndio mwisho wa maisha. Hapana, jikubali na urudi. Sema, mimi nitarudi kwa baba. 19. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana.
21. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Ni mtoto anatubu mbele ya mzazi. Buvaa haya mawazo ninayokupa kama ushauri. Unapoingia ama na kuvuka, ama Mungu anapokupa nafasi na kuvuka mwaka mwingine, jaribu kutengeneza na wazazi. Jaribu kutengeneza na mtu uliyemkosea. Na wengi sana wamefungika tu kwa sababu ya kutokujikubali. Lakini mtoto anajikubali. Mwana mpotevu anajikubali. Anarudi kwa baba yake akinyenyekea, akisema, sistahili kuitwa mwanao, bali nifanye kama hawa watumwa ama watumishi wako. Najua nimeukosea. Neema itutoshe ndugu zangu, mahali muendapo mwingiapo. Maneno haya muyatie sana maanani. Muatie sana maanani. Unaweza ukawa umeokoka, lakini pamoja na kwamba umeokoka, unaweza ukawa umetubu nafsini mwako pasipo wewe mwenyewe kujua. Kumbe kwa kuna mambo bado hujabomoa misingi yake. Sababu wacha nikwambie, kutubu ndani ya moyo wako ni sawa, ila pia kumfesi mtu mwenyewe na kumwambia, hapa ni kweli ndugu yangu, lakini nimekosa, naomba msamaha, nashuka, nisamehe, ni kitu muhimu na ni kitu bora ndani ya maisha ya mwanadamu. Nazungumzia nini? Kuomba msamaha kati ya mtoto na mzazi, kupeana ama kusamehe mtoto. Maandiko anasema baba yake alipomuona yule mtoto, alimwendea na kumbusu, kumshika shingo na kumbusu, na yule mtoto kusema, Baba, sistahili kuitwa mwanao. Yaani yale maneno yana ishara ya kutubu. Ni maneno tosha ya mtu kukuelewa kwamba huyu mtu kweli amejirudi na amejitambua alichokifanya sicho. Usibaki na maisha ya kuteseka kisa na maana ulikosana na babako, kisa na maana ulikosana na mama, kisa na maana ulikosana na ndugu, kisa na maana ulikosana na familia, ndio naishi ukihangaika. Hapana, usifanye hivyo. Songa mbele, songa mbele. Rudi pale, mwambie Baba, ndio siku ile nilifanya 1, 2, 3, lakini leo nimerudi, nimejikumbuka, nanyenyekea, ninashuka, naomba msamaha wako, nisamehe, mimi ni mwanao, sitorudia tena. Amen. Amen. Haya maneno mtu anaweza sema kwamba ni maneno tu, ila utakapoyazingatia, mtu yoyote anayenisikiliza, mtumishi yoyote anayonipata, yachukue, yatakubeba siku za usoni. Utayakumbuka, utayaweka ama yatasoma kwenye moyo wako na akili yako. Wakati umekosa, usibaki na maisha ya kuteseka. Rudi pale mahali umekosa. Nazungumza na watoto na vijana wa umri miaka 20, 30,
25, 27, sababu hawa ndio wengi sasa hivi wanahangaika. Wenyewe ndio watu wamesoma, lakini pia unapata kazi hakuna. Unaangalia vibarua vya mjengo, watu wanahangaika huku na huku, lakini unakuta mtu mara amepata ile tu ya kula, mara hata amefungua nyumba kabisa. Ndugu zangu, tafadhali jaribuni sana kutengeneza, jaribuni sana kuangalia jinsi tunavyotembea. Yaani sisi watumishi pia tuwe waangalifu sana kwenye familia zetu. Usibaki tu kusema kwamba ana miaka 25, wacha ni mtu mzima atajifanyia mwenyewe, yeye mwenyewe anajijua. No. Usifanye hivyo. Jaribu sana saa zote uwe ukiangalia familia yako. Amen. Tuwe watu wa kuwa na kujikumbuka katika maisha. Nataka tusome mstari wa 22. Lakini baba alimwambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamuvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Hii ni ishara ya kwamba baba amemkubali mtoto. Rudi kwa mtoto, rudi kwa mzazi. Ombe msamaha, atakusamehe tu. Mzazi, samehe mtoto. Ili andiko linatufundisha tu kwamba watoto tujirudi kwa kuomba msamaha na kunyenyekea mbele ya wazazi wakati tumekosa, na wazazi kutusamehe. Baba aliposikiza maneno ya mtoto mpotevu mwanawe, basi yale aliyoyafanya ni ishara tosha ya kwamba baba alisamehe, ama mzazi alimsamehe mwana. Somo hili limekuja kwa vijana na pia kwa wazazi. Vijana tujue jinsi ya kunyenyekea na kuomba msamaha kwa wazazi. Tusiishi maisha ya kuteseka kwa sababu ya mambo ya wazazi ama mambo ya laana ya wazazi. Na pia wazazi, tunapokuja kwenu pia tupeni nafasi, tupeni msamaha, tupeni nafasi mioni mwenu, mtupe baraka, mtupe kibali cha maisha. Amen. Ishirini na tatu. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Ni mtoto amerudi kwa babake na kuomba msamaha, na baba anaweka sherehe kwa sababu ya mtoto amerudi na kujua amekosa kwa kunyenyekea, naye baba amemsamehe mtoto na ameweka sherehe. Ametumana ng'ombe iliyonona. Wewe mzazi, mtoto anapokuja kwako, elewa yule ni mtoto tu. Jua kwamba hapa unayehitajika ni wewe na msamaha wako. Mpe nafasi kama mwana, kama mtoto. Mpe kibali tena. Wewe kama mzazi, kwanza haifai kila jambo atakalo litenda mtoto, haifai kwamba uweke moyoni. Wewe kama mzazi inastahili uwe na ujasiri wa ndani zaidi. Kwa mambo mengine sisi kama wazazi hata haina haja tuyachukulie sana kiundani. Haina haja hata yafanye tufunge maisha ya watu.
inafika mahali tu mtoto ukiona amekosa unaachilia tu na unaachana naye, unasonga na mbele kama mzazi. Nasoma tena mstari wake ni wa 24. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa na yeye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana, wa kwanza kushangilia. Kwa kuwa mwanangu alikuwa amekufa, kwa kuwa alikuwa amepotea, naye amekuwa wa kwanza kwa kushangilia. Mbona nene maneno haya? Ndiyo, alikuwa kweli amepotea kwa kuitisha mali zake kwa babake, kutaka kuzitumia jinsi atakavyo pasipo wakati wa baba kumupa sehemu yake ya mali. Akajitafuta na kurudi katika njia ya sawa. Ndio sasa baba anasema kwa kuwa alikuwa amepotea, kwa kuwa alikuwa amekufa, naye sasa amekuwa wa kwanza kufurahi. Inatufunza nini? Watoto ama vijana tujifunze kuwaendea wazazi na kuomba msamaha wakati tumekosa. Tusikubali maisha ya kunyanyasika, ya kutapatapa huku na huku wakati tumekosa, na kuishi maisha kwa mitaro huko matauni, kuomba sima, kufanya mambo ambayo hayapendezi. Haina haja ifikie hapo. Simama wewe kama wewe na usonge mbele. Asikie haya maneno, yatakusaidia. Neema ikutoshe. Tumevuka, si bado siku kidogo, tunavuka mwaka tu. I think bado siku kama 10 hapo nafikiri. Na wewe jipe nafasi yako. Kwa mahali popote ulikosa nyumbani, wewe songa na mbele. Nenda kwa wazazi wako, nyenyekea, waambie nimekosa, ushuke na watakusamehe. Nataka niongeze kitabu kimoja wapendwa, alafu niachie hapo kwa siku ya leo, na matumaini yangu ya kwamba neno hili litafanya kazi kwenu na mtakuwa wa baraka sana kwenye neno hili. Mungu akizidi kuwapeni neema ya kuwatosha katika utukufu wake, neema iwatoshe. Kitabu ni Mathayo 6:14. Inasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Anapokuja kwako kama mtoto, wewe kama mzazi, inakupa nafasi pia, wakati umemsamehe, Baba yako wa mbinguni pia kuzidi kukupa kibali na kukusamehe, na kuzidi kuwa katika neema ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa, ninachowasihi sana ndugu zangu, msiishi maisha ya kuteseka kwa sababu ya makosa mlioyafanya. Waje uchukue hatua hii ya funzo hili la mtoto mpotevu alilolifanya. Vaa ujasiri. Wewe ni mtoto wa kike, wewe ni mtoto wa kiume, usikubali kuishi maisha ya kunyanyasika. Wazazi wapo, nenda kawaombe msamaha. Hata anaweza kuwa pia alikufa, lakini baba ambaye ni Yesu Kristo yupo. Nyenyekea mbele zake na kutubu sana wakati kwa wakati, na Baba aliye mbinguni atakusamehe.
Hivi kama vile nilivyotangulia kuambia kwamba kuna watu wanaishi maisha matauni ya kuteseka sana, hawajui watarudije nyumbani. Wanatamani kabisa mioni mwao wakutane na wazazi, wawasalimie ama wakae nao angalau dakika 2-3. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Ya makosa walioyafanya. Rudi, omba msamaha, nyenyekea, na Baba aliye mbinguni atakusamehe. Neema ya Kristo iwatoshe wapendwa, mbarikiwe kwa huu wakati. Tutakutana tena siku nyingine, nitazidi kufundisha zaidi na zaidi vile Roho wa Kristo atakavyonielekeza katika msingi wa Kristo. Amina, amina. Mbarikiwe sana, neema iwatoshe. Zaidi ya yote, vijana wote tunaoishi maisha ya kuteseka, tukumbuke mahali tulipokosa, turudi kwa wazazi na watatusamehe. Amina.